anaingia Mudathiri, anaingia Dep. Yani hao ni wachezaji ambao sio wa kukaa bench. Ni wachezaji wa kuanza kwenye timu yoyote hii ya ligi kuu Tanzania bara. Kwa hiyo unawakuta wapo nje na wanaingia dakika 70. Wana kasi, wana energy, wana nguvu. Yani unategemea nini? Kwa hiyo pale ni kusifia tu upana wa kikosi cha Young Africans na quality yao. Unaweza kana kikosi kipana ila una quality. Kwa hiyo ni upana wa kikosi na quality yao. Anaingia mtu, anayetoka mtu. Nimeona yes, nimeona pia yao wamerudi kwenye kikosi. Inaonyesha ni jinsi gani wanazidi kuboresha kikosi chao. Baada ya majeruhi ya muda mrefu amerudi na kila mtu anajua uwezo na quality ya Kwasi Atola yao. Sio swala kujadili. Kwa hiyo ni addition nzuri sana kwenye kikosi. Turudi kwenye kiungo cha Young Africans. Wachezaji waliocheza kwenye kiungo cha Yanga jana wamescore magoli. Yes. Abuya kafunga. Damaro kafunga. Muda kafunga. Paka wamekafunga. Inatoa tafsiri gani kwenye kikosi cha Yanga? Pale ambapo eneo la kiungo kuanzia namba 6 mpaka namba 10 wanafunga wote. Young Africans hawatabiriki. Usije ukasema naenda pale namzuia Dube ukategemea ndo mechi imeisha hapo. Kama timu yako ina uwezo wa zaidi ya mchezaji mmoja wa kufunga magoli, basi ni timu hatari zaidi ulimwenguni. Ukiangalia kwa sasa hivi kama timu kama Arsenal. Unajua Arsenal mpaka sasa hivi kwenye Premier League hakuna mchezaji wake aliyefikisha zaidi ya goli 6. Yes, ukiangalia magoli yao yamekuwa very distributed. Saka ana 2, sijui Trossard ana 4, Gyökeres ana 5, atafunga Gabrieli, atafunga Saliba, atafunga Ben White, atafunga Calafiori. Kwa hiyo ni timu ambayo atafunga Zubimendi. Ni timu ambayo magoli yamekuwa distributed. Na unaona uhatari wake kwamba hawana target man ya kwamba tukimzuia yule timu haichezi au timu haifungi. Hapana. Ndio hiki kitu kinatokea kwa Young Africans. Yani utamzuia Dube atakufunga Pacome. Utamzuia Depu atakufunga Abuya. Yes, kwa hiyo inaonyesha pia ukiona hadi anakuja kufunga kiungo mkabaji Mohamed Damaro kama inaonyesha kwamba Young Africans walikuwa ni total dominant. Yani walikuwa wamefanya total dominant kwenye mchezo husika. Yani hadi watu wanasogea juu kwa sababu unakuta hadi timu nzima iko kwako. Kwa hiyo wanakuwa wanapata nafasi nzuri za kutengeneza chances. Yes. Wapo hapo yani wamekubana hivi wamekuzunguka. Ukiokoa wanayo wao tena wanakuja. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu kukabiliana na timu ya namna hiyo. Ukiokoa wanayo wao tena. Yes. So lakini pia kwa hivyo lazima tuisifie pia safu ya ulinzi ya Young Africans. Kina Mwamnyeto alianza Jobu pale. Lazima tusifie safu ya ushambuliaji kwa sababu build up kubwa inaanzia kutokea chini. Kutokea pale kwa mabeki wao. Na wana finish ile movement wanaoifanya. Lazima wakufikie pale juu na lazima wakuadhibu. Kama hatakuadhibu basi utaipeleka nje. Lazima pia tusifie safu ya ulinzi ya Young Africans. Kabisa. Yaani safu ya ulinzi ya Young Africans nchi hii kwanza ndo safu ya timu ya taifa. Safu ya timu ya taifa hii. Yes. Wote. Ni national team players. Ukiangalia Dickson Jobu, big brain defender. Yaani miongoni mwa mabeki bora sana. Bakari Mwamnyeto ameonyesha ubora wake kwenye AFCON, kapteni wa makombe. Ameonyesha ubora wake kwenye AFCON. Yaani ni very calm player. Ni mchezaji ambaye hapo anaangalia kwa juu. Ni mchezaji ambaye mtapiga kelele nyie, mtaongea, lakini yeye atatulia, atafanya kazi yake. Hana maneno mengi. Na hapo Baka yuko suspended, yupo jukwani na waangalia vijana wanapiga kazi. Yes, kwa hiyo ni safu ambayo inawapa ubora mkubwa sana Young Africa. Ukiangalia jana walifesi shot on target moja tu. Inamaanisha kwamba yani wako very compact. Afu pia kitu kingine kwenye swala la ulinzi. Swala la ulinzi sio la mabeki peke yao. Yes, sio la mabeki peke yao. Young Africans wanapokuja kuanza wakishapoteza mpira, ile reaction yao after losing possession. Yani wanakuwa kama mbwa mwitu. Yani kuanzia juu watafanya high pressing, ukiwa beat kwenye high pressing watafanya mid block, ukiwa beat kwenye mid block watakuja kwenye man to man. Yani ni timu ambayo muda wote wanautaka. Yani wana kasi hali ya juu. Yani muda wote yani wana kama mbwa mwitu. Yani wanautaka muda wote. Kwa hiyo ni timu ambayo ikiwa losing possession the way wanavyo struggle kurudisha ile possession yao. Huku mabeki nao wanakuwa wanatengeneza rest defense yao. Yes, wanatulia, wanajua watapita kule. Imagine wamepoteza mpira Pacome. Then itoke kwa Pacome impite
Max Nzengeli, impite Duke Abuya, impite Mohamed Damaro kama hadi ifike kwa Dickson Jobu. Hapo katikati wewe unaona nini hapo? Yaani mziki wa Maxim pia Nzengeli, yani kila mahali. Muda wote upo on toes yani. Yaani muda wote yupo on toes. Yaani muda wote anautaka mchezo Max Nzengeli. Muda wote anautaka mchezo. Unaenda kwa General Duke Abuya. Yaani naye Generali mwenyewe Duke Abuya. Yaani naye muda wote yani yupo active. Alafu bado unakuja kwa Mohamed Damaro Kamara. Imagine upite hiko kiungo ambacho kina energy, kina kasi, wanaweza kukaa na mpira. Wana hamu ile ya kuendelea kuipambania nembo, alafu ufike hadi kwa Bakari Mwamnyeto na Dickson Jobu. Yaani ufanye kazi kubwa sana. Yaani ufanye kazi kubwa mno. Kwa mwenyewe yule anafika mpaka kwenye mstari wa goli ukuja. Yes. The way anavyo track back labda wakiwa anashambuliwa, unamkuta Pacome anakuja kumsaidia fullback wake wa kushoto huku. Yes, Alan Okello naye ana drop sana. Yes, kwa ni timu ambayo inacheza kitimu zaidi. Yaani ipo very collective. Yaani wanacheza kitimu mno. Yes. Kitu ambacho kimeongezeka kikubwa ambacho nimekiona Young Africans wanapiga pasi baba. Yes, hiyo flow ya timu ni kubwa mno. Ndio tunapozungumzia fluidity hapo. Yaani flow yao ya timu ni kubwa sana. Na hiyo inamaanisha wachezaji walionao kwa sasa kikosini wengi they are very good technically. Yes, ukiwa na wachezaji wazuri technically, yani inakuwa inakurahisishia kwenye kuexecute tactics zako. Kwa hiyo imagine huna mchezaji ambaye anaweza kupasia vizuri, then unataka ucheze mchezo kupasia. Obviously uta lose possession tu. Yes. Unataka mchezaji ambaye anaweza kupasia mita 10, 15 hadi 20 au hadi mita 50. Then wewe timu yako inataka icheze hiyo mipira mirefu. Huna mchezaji wa aina hiyo. Obviously utaharibu. Kwa hiyo kinachoonekana kwa Young Africans, ukiangalia kiungo chao cha Maxi, Damaro, Duke Abuya, ni wachezaji ambao they are very comfortable na mpira mguuni, wanaweza kupasia. Alan Okello, Pacome, Prince Mpumelelo wako very comfortable na mpira mguuni. Kwa hiyo inamaanisha hata ku exchange passes inakuwa kwao ni kitu kirahisi mno. Tofauti na unakuwa na wachezaji ambao mpira ukija mguuni wanatetemeka. Kwa hiyo inakuwa hata mbinu za mwalimu labda za kucheza pasi fupi huko tukiwa tunaondoka inakuwa function. Lakini kuna wachezaji wanatetemeka. Wapo, tunaona kina Dube. Kina Mutale. Kina Budo tunaona wapo mchezaji mpira ukiwa mguuni kama amekanyaga moto. Mpira unakuwa moto. Tunaona kina Budo Mutale, yani wanatetemeka, kina Steven Dese Mkwala, yani mpira ni the way anavyopasia unaona kabisa very poor yani sio wazuri wakiwa na mipira miguuni Lakini pia inaonyesha kwamba tayari ule mpira wa Pedro sasa umeshaanza kuingia Young Africans. Pira Ureno. Pira Ureno hilo. Yes. Kwa taratibu linaingia. Yes. Sasa imagine Pedro ameingia katikati ya msimu. Wamefukuzwa makocha kama wawili hivi akaingia yeye. Sasa unaona bomu hili linalotengenezwa. Hili bomu tukifika mwezi wa 3 katikati pale tutatafutana sana. Tutatafutana mno. Kuna timu itakuja kupigwa 10 hapo. Alikamwe amezungumza. Yaani kwa jinsi kuna timu itakuja kupigwa 10. Kwa sababu ukiangalia kikosi 2 mpaka 10. Kwa sababu ukiangalia kile kikosi. Sasa hivi mimi ukiniambia labda nikupangie best 11 ya Young Africans. Kwa our current players. I say watu watasusia sana mechi. Alafu mtakimbia. Mimi jana tulivoona ile line pia. Watu watasusia sana mechi. Yaani watu imagine jana Mohamed Hussein Zimbo yupo benchi. Yao wameanzia nje. Deba ameanzia nje. Mudathiri ameanzia nje. Baka yupo hivi juu. Wewe si wanatimbia. Anakunywa zake Al-Kasusu pale jukwani. Then golikipa mwenyewe Djigui Diarra screen protector yupo out kabisa. Yaani unajiuliza sasa hii timu wanataka kashiriki AFCON au World Cup? Mzee wako timu. Yaani ni timu ambayo imekamilika kila idara. Yaani itafika wakati sasa watu watasema basi chezeni wenyewe basi. Sisi hatuji, chezeni wenyewe. Kwa hiyo ni kweli ikiangalia first 11 iliocheza na waliobaki nje. Yaani bora waliokuwa ndani kuliko walioko nje. Yaani waliobaki nje wanaweza kutengeneza kikosi chao na kikawa ni kikosi shindani zaidi na kikashika hata nafasi za juu kwenye Premier League. Kwa hiyo Young Africans tukubaliane kuanzia sasa hivi wale mtu anaweza kuwashika. Hamna. Hata Simba yenyewe anataka wajifikirie sana. Of course kwenye makaratasi hivi. Ni timu ambayo kiuhalisia kwa sasa
ni ngumu sana kubato nayo kabisa, isipokuwa sasa football ina matokeo yake, football ina moments zake. Yes, ndio maana watu tunakaa tunapenda mchezo wa mpira wa miguu. Una surprise nyingi. Juzi tumetoka kuona Real Madrid inafungwa na timu ya ligi daraja la ngapi sijui huko daraja la pili, Albacete Balompi. Wamefungwa kwenye Copa del Rey ile. Yaani hadi unajiuliza, yani Real Madrid ya kina Mbappe, Vinicius, kina Rodrigo inafungwa na timu ya ligi daraja la pili Spain. Kwa hiyo ndio hapo tunapoona kwamba mpira ni mchezo ambao una msisimko wa hali ya juu. So unaweza kuona hivi, yani sio kwamba hawawezi kufungwa Young Africans. Ila ikitokea wamefungwa ni kwa tabu mno. Yes, kwa ligi yetu hii, kwa timu zilizopo, quality ya wachezaji waliopo, timu zetu nyingi, ikitokea imewafunga Young Africans itakuwa ni story kubwa sana. Itateka vichwa vya habari vya media nyingi sana kwa sababu ikitokea Young Africans ameshinda kama hivi, sio story. Sio story. Young Africans ameshinda hivi, sio story bro. Yaani itafika kipindi Yanga kushinda 5-6 itakuwa sio story. Lakini ikitokea Young Africans amefungwa, hiyo ndio itakuwa story. Amefungwa na nani? Nani huyo kamfunga Yanga? Lakini kwa sasa hivi Young Africans inapojitengeneza, inapoelekea itakuwa ni miongoni mwa timu shindani zaidi, sio Tanzania tu, na Afrika kiujumla. Naona viongozi wao wametarget sana kwenye michuano mikubwa ya Afrika, klabu bingwa Afrika na michuano mingine mingi ambayo ipo.